Asubuhi tulivu ya Jumapili moja, ndani ya ukumbi mkubwa wa kanisa lililoitwa Kanisa la Huduma Takatifu, umati wenye shauku mkubwa ulifurika ndani ya kanisa hilo, wakisubiri mahubiri kutoka kwa nabii mkuu. Minong'ono ilisikika miongoni mwa waumini, wakijaribu kunyoosha shingo zao kwa juhudi ili kumwona nabii mkuu, aliyeitwa Nabii Rebeka, maarufu kama Mama Mwonayote. Wengine waliamini kuwa alikuwa na uwezo wa kupenya ndani ya nafsi ya mtu, akaona na kufichua siri ambazo hakuna mtu mwingine yeyote angeweza kuzijua. Baadhi ya waumini wake walidhani kuwa alikuwa na uwezo wa kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Lakini siku hiyo, hewa ilijaa uzito wa jambo lisiloelezeka, jambo ambalo lilimtia kila mmoja wasiwasi. Ghafla, sauti ya kelele ilisikika kutoka upande mmoja wa ukumbi wa kanisa ikisema, "Mama amefanya tena, nabii ameponya kiwete." Alisema mwanamke mmoja aitwaye Agatha, ambaye alikimbilia mbele madhabahuni. Alikuwa amefurikwa na mchanganyiko wa hisia, uso wake ukiwa umejaa mshangao na furaha. Agatha alikuwa mmoja ya wasaidizi wa kuaminika sana wa Nabii Rebeka. Mwanaume mmoja akaonekana akitembea kwa mwendo wa kusuasua, huku baisikeli yake ya kilemavu ikiwa nyuma yake, akatembea kwa kujikokota hadi mbele ya madhabahu. Kundi la waumini likalipuka kwa shangwe, wakishangilia kwa nguvu miujiza hiyo. Lakini miongoni mwa waumini hao, paliketi mwanamke mtulivu aliyeitwa Eliza. Eliza alikuwa mshiriki mgeni, aliyekuwa ameanza kuhudhuria kanisa hilo miezi michache iliyopita. Tukio hilo lilikuwa la kushangaza sana kwake, kwani siku chache tu zilizopita, alimuona mwanamume huyo akitembea sokoni bila shida yoyote. Mashaka yalianza kumjaa, lakini alijua kuwa kusema neno lolote kungemletea matatizo makubwa. Nani angeamini kauli yake? Mama Mwonayote alikuwa na nguvu na asiyeweza kuguswa. Wafuasi wake walikuwa tayari kufanya lolote lile, ili mradi tu kulinda jina lake. Miaka mingi iliyopita, Nabii Rebeka alikuwa msichana wa kawaida kutoka kwa familia nyenyekevu na iliyokuwa na hofu kubwa ya Mungu. Wazazi wake walimlea kwa maadili ya uaminifu na kuenenda katika nuru ya kweli ya Mungu. Alikuwa tumaini la kanisa lao, akiongoza katika shule ya vijana ya Jumapili, akipanga mikutano ya maombi na kujumuika kuimba katika kwaya. Kila mtu alimpenda na wengine walisema alikusudiwa kuwa mtu wa maana sana katika siku zake za usoni. Lakini hakuna aliyetarajia kuwa maisha yake yangepoteza mwelekeo na kuingia katika njia ya giza. Miaka kadhaa baadaye, baada ya kuhangaika kujaribu kujenga huduma yake bila mafanikio, Rebeka alisikia kuhusu kongamano kubwa la wachungaji lililokuwa linafanyika mji jirani. Alienda kwa matarajio ya kujifunza siri za mafanikio alizotarajia kuzipata kwenye kongamano hilo. Huko alikutana na wachungaji maarufu, walioonekana kuwa na nguvu kubwa za siri. Kiongozi wao, aliyeitwa Nabii Benji, alimvuta kando na kumwambia, "Unajaribu kuwa mtakatifu, lakini hautawahi kuwa na nguvu na ushawishi hadi uwe tayari kutoa dhabihu." Alimfichulia kuhusu agano maalum ambalo lilihitaji sadaka ya kipekee kutoka kwake. Mwanzoni Rebeka alisita, lakini Nabii Benji alimwahidi kwamba itamletea ushawishi na nguvu alizokuwa akitafuta kwa muda mrefu. Akiwa na kiu ya kufanikiwa, hatimaye Rebeka alikubali. Usiku huo huo, Rebeka alishiriki katika mkutano wa kutisha, akakubali kuitoa nafasi yake ya kuweza kupata watoto milele kama sadaka. Wachungaji na nabii walimzunguka, wakiimba kwa furaha nyimbo za kale za kishirikina, jambo lililofanya moyo wake kudunda kwa mchanganyiko wa hofu na shauku ya matarajio. Ibada ilipomalizika, aliona kivuli cha giza kikimfunika kama vazi zito. Hakuelewa kikamilifu maana hiyo, lakini alijua kitu kilikuwa kinaenda kubadilika maishani mwake. Aliporudi kutoka kwenye kongamano hilo, mafanikio yake yalianza kuonekana kwa kasi. Watu walianza kumiminika kwenye huduma zake, na kwa muda mfupi, nchi nzima ikasikia kuhusu Mama Mwonayote. Kanisa lake lilianza kujaa wanachama kutoka kila kona ya mji na maeneo ya mbali. Umaarufu wake uliongezeka, na pamoja na hayo, utajiri wake ukaimarika pakubwa. Lakini haya yalikuwa mwanzo tu.
Kilichokuwa hakijulikani na wafuasi wake, Mama Mwona Yote, mwanamke waliyekuwa wakimdhania kuwa mkamilifu kuliko wote, alikuwa zaidi ya nabii wa ulaghai. Chini ya umbo lake la kibinadamu, alificha siri ya giza na ya kutisha. Nabii Rebeka alikuwa nusu binadamu nusu nyoka. Alikuwa kiumbe wa giza ambaye asili hii yake mpya ilianzia tu kwenye agano la ajabu aliloingia baada ya kujiunga na dhehebu la baharini. Kila usiku wa manane, Rebeka alitoweka kutoka kwenye jumba lake la kifahari, akiacha ulimwengu wa wanadamu nyuma. Usiku wa giza ulipoingia, alikuwa akivua umbo lake la kibinadamu na kubadilika kuwa kiumbe wa kutisha mwenye magamba yenye rangi nyeusi kama usiku wa manane. Mabadiliko hayo yalikuwa tiketi yake ya kuingia ufalme wa baharini, ambako uti wake wa kweli ulikuwa umekita mizizi. Rebeka alikuwa akitembea kwa utulivu hadi kwenye ufuo wa bahari uliokuwa nyuma ya jumba lake la kifahari. Kisha akatumbukia chini ya maji kana kwamba dunia yenyewe ilikuwa inammeza. Huko katikati ya bahari, alijiunga na ndugu zake wa dhehebu, wachungaji na manabii wengine waliokuwa wameapa utiifu kwa ufalme wa baharini. Walishirikiana maarifa ya ajabu, ikiwamo mikakati ya giza na mbinu za kuwafunga waumini wao katika udanganyifu wa milele. Ndani ya ufalme wa baharini, palikuwa na malkia wa baharini, ambaye alikuwa kiumbe aliyekuwa na sura ya kutisha na maumbile ya nyoka. Hapa ndipo nabii Rebeka alipochota nguvu zake. Alimpa nguvu kubwa na uwezo wa kuona ndani ya nafsi ya wafuasi wake. Lakini nguvu hizi zilikuja kwa gharama kubwa sana. Ilimgharimu nafsi yake na, la kusikitisha zaidi, uwezo wake wa kupata watoto. Sadaka yake kwa ufalme wa baharini ilimwacha akiwa tasa. Mkataba aliokubali kwa hiari yake mwenyewe, ili tu kupata mamlaka na ushawishi katika ulimwengu wa binadamu halisi. Kanisani kwake hakuna aliyeshuku chochote kibaya kikiendelea. Kwa macho ya waumini wake, Mama Mwona Yote alikuwa nabii wa kweli na mtakatifu. Hawakuwa na ufahamu kuhusu kutoweka kwake kila usiku wa manane. Wafuasi wake walizidi kuongezeka, wakimiminika kutoka kila pembe ya mji, wakiwa na kiu ya miujiza na uponyaji kutoka kwake. Wale waliotafuta kibali kutoka kwake walikuwa tayari kulipa gharama yoyote, kuanzia kwa pesa taslimu, mifugo na hata vitu vya thamani vya familia zao. Huduma ya Rebeka ilikuwa imegeuka na kuwa mashine ya pesa isiyosita, ikimeza mali za watu pamoja na matumaini yao. Miezi michache iliyofuata, Mama Mwona Yote alianza kuhamasisha desturi mpya za ajabu kanisani kwake. Kila mshiriki alipewa kioo alichokiita kioo cha uzima. Hiki kioo kimebarikiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kila usiku kiangalieni, zungumzeni nacho, na mtaona sehemu ya nafsi zenu zinazohitaji uponyaji, alisema kwa sauti yenye mamlaka. Waumini wake walivithamini vioo hivyo, wakiamini walikuwa kwenye njia sahihi ya ukuaji wa kiroho. Lakini kwa hakika, vioo hivyo vilikuwa vyombo vilivyoshikamana na nguvu za ufalme wa baharini. Kupitia vioo hivyo, Mama Mwona Yote aliweza kuona maisha ya waumini wake, akichunguza udhaifu na siri zao. Jumapili iliyofuata, Mama Mwona Yote alimuita mwanamke mmoja aitwaye Kemi mbele ya madhabahu. Waumini wote walinyamaza kimya, wakiwa na shauku ya kutaka kujua kilichokuwa kikiendelea. Usiku wa jana uliingia kwenye mzozo na mume wako kuhusu kazi yake, sivyo? Alisema huku tabasamu la kebehi likipita mdomoni mwake. Kemi alipigwa na mshangao. Umejuaje? Aliuliza kwa kushtuka. Kanisa lote lililipuka kwa kelele za kushangilia, likistaajabishwa na uwezo wa mama wa kujua kila undani wa maisha yao. Ukweli ni kuwa alikuwa ametumia kioo chake kuita nafsi ya Kemi usiku uliopita, akakusanya habari zote alizohitaji ili ufunuo wake uonekane wa kiungu zaidi. Desturi ya pili aliyohamasisha kanisani hivi karibuni ilikuwa ya mafuta na maji ya upako. Kanisa lilianzisha mradi wa kuuza maji ya upako na mafuta ya miujiza. Bidhaa hizi zilikuwa zimepakiwa kwenye chupa na lebo za kawaida sana, lakini ziliuzwa kwa bei za juu.
Mama Mwanayote alinyosha mikono yake juu ya bidhaa hizo, akadai kuwa zingeweza kuponya ugonjwa wowote, kurekebisha ndoa na hata kuleta baraka za kifedha maishani mwa waumini wake. Eliza, aliyekuwa kimya na mwingi wa udadisi kuhusu matukio haya yote, alighadhabika alipomwona mama mmoja masikini akitoa akiba yake ya mwisho kununua chupa ndogo ya mafuta ya miujiza. Alikaza ngumi zake kwa hasira, huku mashaka yake yakizidi kuongezeka. Jumapili moja, sauti ya Nabii Rebeka ilijaa ukumbini mwa kanisa huku akiwatazama waumini wake kwa macho makali. Macho yake yalitua kwa kijana mmoja aliyekuwa ameketi katikati ya safu la waumini. Jina lake lilikuwa Jabari, mhitimu aliyekuwa amemaliza masomo yake nje ya nchi miezi michache tu iliyopita. Alikuwa amefika kanisani hapo pamoja na mama yake, baada ya kusikia sifa za Mama Mwanayote na mafunuo yake ya kiungu. Hivyo waliona ni busara kutafuta baraka kutoka kwa nabii huyo maarufu. Nabii Rebeka alitabasamu huku akimuita kijana huyo mbele. "Kijana, njoo mbele tafadhali." Jabari alisita, lakini mama yake alimsukuma akimnong'onezea, "Nenda, hii inaweza kuwa nafasi ya baraka yako." Jabari alipofika mbele ya madhabahu, Nabii Rebeka aliinua mkono wake kana kwamba alikuwa katika hali ya mafunuo ya kiungu. Akavuta pumzi ndefu kisha akatangaza kwa msimamo, "Baba amenifunulia jambo zito kuhusu maisha yako." Kanisa lote likanyamaza kimya, kila mtu akisikiliza kwa makini. Nabii Rebeka alimwangalia Jabari kwa macho mazito, kisha akatikisa kichwa chake polepole akiendelea kuongea. "Kijana, betri ya maisha yako inakaribia kuisha. Ninaona giza kubwa mbele yako ikiwa hatua hazitachukuliwa haraka." Jabari alihisi moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Hakuelewa, lakini aliona uzito wa jambo hilo usoni mwa Nabii Rebeka. "Mama, tafadhali, maana yake ni nini?" aliuliza kwa sauti ya hofu. Nabii Rebeka aliweka mkono wake wa faraja begani mwa Jabari na akashusha sauti yake, huku hali ya wasiwasi ikizidi kuongezeka. "Inamaanisha kwamba ikiwa hatua hazitachukuliwa haraka, hautafika miaka 30. Ndoa, watoto, yote yatapotea ikiwa hautachukua hatua sasa." Jabari alionekana kushtushwa na hali hiyo, uso wake ukionekana kupauka. Mama yake alishtuka pia, akiweka mkono kifuani kwa hofu. Nabii Rebeka aliendelea akiinua mkono wake kana kwamba alikuwa amepata tumaini jipya. "Baba ameandaa suluhisho. Kuna njia ya kufufua betri ya maisha yako, ili kuhakikisha unaishi maisha marefu na yenye mafanikio." Rebeka aliinama kidogo, macho yake yakikaza kwa nguvu, kisha akaendelea, "Ni lazima utoe dhabihu, mbegu yenye nguvu kubwa sana. Kitu ambacho kitakugharimu kwa dhati, kwani Baba huwabariki wale wanaotoa kutoka moyoni." Mama Jabari alikuwa na wasiwasi, macho yake yakionekana kujaa hofu. "Dhabihu ya aina gani mama?" aliuliza kwa sauti ya kigugumizi. "Baba ameniongoza kuwa maisha ya mwanao yanaweza kufufuliwa kwa dhabihu ya ng'ombe. Si ng'ombe wa kawaida tu, bali ng'ombe anayewakilisha uhai mpya, yule aliye na afya na asiye na dosari." Jabari alikosa maneno ya kusema, akitetemeka kwa mawazo. Nabii Rebeka, akijua atakavyowashawishi, aliongezea, "Usijali mwanangu, Baba anaelewa. Hauna haja ya kutoka na kwenda kutafuta ng'ombe mwenyewe. Unaweza tu kugeuza dhabihu hii kuwa mbegu. Toa kiasi cha fedha, nami nitashughulikia mengine. Kanisa liko na njia za kushughulikia mambo haya. Unachotakiwa kufanya ni kuwa mtiifu na kuamini neno la Mungu." Mama yake, akiwa na wasiwasi mwingi, alimnong'onezea akimhimiza kutii ushauri huo. "Jabari, usichelewe. Fanya tu kile Mama Mwanayote anasema, maisha yako na thamani zaidi ya kiasi chochote cha pesa." Kwa kusita, Jabari alikubali, akaandika cheki ya kiasi kikubwa cha pesa. Rebeka alichukua cheki hiyo huku tabasamu la kuridhika likimtanda usoni mwake, kisha akasema, "Mwanangu, utiifu wako umempendeza Baba. Maisha yako sasa yako mikononi mwa Mungu, naye atakulipa kwa dhabihu yako."
Lakini kile Jabari hakujua ni kuwa mama Mwanayote hakuwa na nia ya kununua ng'ombe wala kutoa dhabihu yoyote. Kama alivyofanya kwa wengine wengi, alichukua pesa hizo moja kwa moja kwenye mfuko wa miradi yake iliyokuwa inaendelea, ikiwemo ujenzi wa jumba lake la kifahari pembezoni mwa mji. Eliza, aliyekuwa ameketi katikati ya safu ya waumini akitazama kwa mbali, aliona mpango huu mzima ukiwa wazi. Alikuwa ameona hadithi nyingi kama hizi. Alijua kwamba mafunuo haya yalikuwa hila za kimakusudi za kuwanyonya waumini kifedha. Alianza kutafuta njia za kufichua udhalimu wa Nabii Rebeka, ingawa alijua kwamba haitakuwa rahisi. Alikuwa akiomba kwa bidii akitumaini kwamba juhudi zake siku moja zingeweza kuwaweka watu kama Jabari huru na kuwafumbua macho kuelewa ukweli kuhusu hila za mama Mwanayote. Azma ya Eliza iliongezeka, ikichochewa na hamu yake ya kulinda maisha yasiyo na hatia dhidi ya kuingia kwenye mtego huo huo. Licha ya mashaka yake yaliyozidi kuongezeka, Eliza aliendelea kuhudhuria kanisa hilo kwa utulivu, akifuatilia kila tukio kwa makini. Kwenye ibada moja, aliona jambo ambalo hangeweza kulipuuza. Mzee mmoja aliyekuwa kipofu aliamriwa kufika mbele ya madhabahu. Alisogea taratibu hadi madhabahuni, akishikilia fimbo yake ya kutembelea kwa tahadhari. Mama Mwanayote alimsogelea kwa unyenyekevu, kisha akaweka mkono wake juu ya paji la uso wa mzee huyo huku akisali kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Ghafla, macho ya mzee huyo yalifunguka kwa mshangao. Naona tena, alilia kwa kufurahia, huku mwili wake mzima ukitetemeka. Kama kawaida, waumini walilipuka kwa nderemo na vifijo, wakisifu miujiza ya mama Mwanayote kwa sauti zilizovuma kila kona ya kanisa. Hata hivyo, kwa mara nyingine, Eliza alimtambua mzee huyo kutoka soko la mitaani. Hakuwa na ulemavu wowote, bali alikuwa mwigizaji aliyelipwa kuigiza muujiza huo. Kwa muda, mama Mwanayote alikuwa ameanza kuwa mmoja ya wanawake tajiri zaidi katika eneo hilo, akiwa na jumba lenye fanicha zilizopambwa kwa dhahabu, magari ya kifahari na wafanyakazi wa kibinafsi. Alidai kuwa mali hiyo yote ilikuwa baraka kutoka kwa Mungu. Lakini la kushangaza, hakuna baraka yoyote iliyowafikia waumini zake masikini ambao waliendelea kutoa sadaka hadi wakabaki bila chochote. Miongoni mwa uovu aliokuwa akiutekeleza, Nabii Rebeka alitumia mamlaka yake sio tu kudanganya, bali pia kudhibiti maisha ya watu, hata kuvunja familia kwa manufaa yake binafsi. Alilenga wanaume matajiri na wenye ushawishi mkubwa waliokuwa wakihudhuria kanisa lake, hasa wale aliowafikiria kuwa rahisi kudanganyika. Ikiwa angemtamani mwanaume aliyekuwa na mke, alibuni maono na ufunuo wa kiroho ulioweka mashaka dhidi ya mke wake, na hivyo kuleta machafuko ndani ya familia hiyo. Katikati ya moja ya ibada yake, Nabii Rebeka alimlenga mfanyabiashara mashuhuri aliyeitwa Kizito. Alimuita mbele ya umati wa waumini huku akitikisa mkono wake kwa kishindo, kana kwamba alikuwa akipokea ujumbe kutoka mbinguni. Ndugu Kizito, Baba amenionyesha maono ya kutisha. Wingu jeusi limezunguka nyumba yako. Kuna mtu wa karibu sana nawe, mtu unayemwamini kwa dhati, anapanga njama dhidi ya baraka zako. Kama ilivyotarajiwa, Bwana Kizito alionekana kushtushwa sana na maneno hayo. Macho yake yalipanuka kwa mshangao na hofu. Nabii, inaweza kuwa nani huyo? Aliuliza kwa shauku, akiwa na hofu ya kulinda mali na familia yake. Nabii Rebeka alisogea karibu naye, akashusha pumzi yake na kunong'ona kwa sauti ya chini na huzuni. Ni mke wako. Naona roho yake ikiwa imefungwa katika nyavu za wivu na tamaa, ikizuia njia zako za mafanikio. Lakini usiogope. Mama anaona yote na yuko hapa kukusaidia. Kwa mwongozo wangu maalum, naweza kuivunja laana hii. Kwa muda, Nabii Rebeka alimshawishi Bwana Kizito kwamba nishati hasi ya mke wake ndiyo ilikuwa chanzo cha changamoto zake za kibiashara. Alimhimiza kujitenga kihisia na mkewe, akimhakikishia kwamba ukombozi ungemjia ikiwa angefuata maagizo yake. Lakini kile Bwana Kizito hakujua ni nia halisi ya Nabii Rebeka.
Nabii Rebeka alikusudia kumvuta karibu naye, akijua kuwa alikuwa mwanaume dhaifu. Alianza kumtumia ujumbe wa siri, akimwalika kwenye vipindi maalum vya maombi katika kasri lake kwa kisingizio cha kumtakasa kiroho dhidi ya ushawishi mbaya wa mke wake. Hata hivyo, vikao hivi vilichukua mkondo tofauti. Nabii Rebeka alimshawishi Bwana Kizito, akimpa maneno ya sifa na kumhakikishia maisha yaliyojaa baraka ikiwa angetosheleza matamanio yake. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Bwana Kizito kujikuta katika uhusiano wa kimapenzi na Nabii Rebeka, akiwa na imani kwamba uaminifu wake kwake ungeleta neema ya Mungu. Mfumo huu ulijirudia kwa wanaume wengine wengi matajiri ndani ya kanisa hilo. Nabii Rebeka alipanda mbegu za shaka kati ya waume na wake zao, akizivunja familia polepole kwa manufaa yake binafsi. Kwa upande wa pili, Eliza alizidi kusikitika kila alipogundua mbinu hizi za udanganyifu. Huu haukuwa udanganyifu wa kiroho tu, bali ulikuwa wavu wa uongo uliokuwa ukiharibu familia na kuvunja mahusiano. Matendo ya Nabii Rebeka hayakuwa tu dhambi, ila unyonyaji na uzinifu wa hali ya juu. Mbinu nyingine ya kushangaza ilikuwa dai lake kuwa angeweza kubariki maji yoyote ndani ya dumu na kuyageuza kuwa tiba takatifu kwa ugonjwa wowote na hata matatizo ya kifedha. Waumini wake waliacha madumu yao ya maji ofisini mwake kwa ajili ya maombi. Lakini kwa siri, Nabii Rebeka alikuwa akimimina chumvi na sukari ndani ya madumu hayo, kisha akisema, "Sasa chukueni maji haya nyumbani na kuhakikisha mnakunywa kila siku." Mchanganyiko huo ulisababisha mabadiliko kidogo ya ladha, yakidanganya waumini kuamini kuwa maji hayo yalikuwa yamebarikiwa kweli. Siku moja jioni, Eliza alisikia mazungumzo kati ya wasaidizi wa karibu wa Nabii Rebeka. Walikuwa wakijadili kuhusu udanganyifu wa madumu hayo ya baraka. Unaweza kuamini wanatoa pesa hizo zote kwa ajili ya kijiko cha chumvi na sukari tu? Mmoja wao alisema akicheka huku akitikisa kichwa. Eliza alihisi hofu, lakini alijipa ujasiri wa kutimiza dhamira yake. Alijua kuwa siku za mama Mwanayote zilikuwa za kuhesabika. Ukweli ulikuwa tayari hadharani, ukisubiri kufichuliwa, na hakukuwa na kurudi nyuma. Usiku mmoja, Eliza akiwa amechochewa na ujasiri na udadisi wake, aliamua kumfuatilia Nabii Rebeka. Alijificha kichakani karibu na nyuma ya jumba lake, akiwa ameshika simu yake kwa nguvu, akitumaini kurekodi siri yoyote ya giza iliyokuwa imefichwa. Ulipofika usiku wa manane, Eliza alimuona Nabii Rebeka akitoka kwenye jumba lake. Alitembea kwa upole akielekea ufuoni mwa bahari, hatua zake zikionekana kana kwamba zinateleza ardhini. Moyo wa Eliza ulianza kupiga kwa kasi alipomtazama Nabii Rebeka akisita kando ya ufuo wa bahari. Nabii Rebeka alitazama juu angani na kuanza kuimba kwa lugha isiyoeleweka, iliyosikika kuwa ya kale na ya kutisha. Mbele ya macho ya Eliza, umbo la Nabii Rebeka lilianza kubadilika. Ngozi yake ilianza kung'aa na magamba yakaanza kujitokeza, yakafunika mwili wake wote. Miguu yake iliungana na kuwa kama mkia, macho yake yakaanza kumulika kwa mwanga wa kutisha, huku akiteleza kimya kimya ndani ya maji na kutoweka chini ya uso wa bahari kwa kishindo cha mawimbi. Eliza alishtuka, akajikokota taratibu nyuma akipumua kwa wasiwasi. Alikuwa amechanganyikiwa huku akili yake ikijaribu kuelewa alichokiona. Alitambua kuwa Nabii Rebeka hakuwa tu tapeli aliyemdhania kuwa, bali kiumbe cha kutisha zaidi ya akili yake ilivyoweza kufikiria. Ukweli huu ulikuwa wa kuogofya sana kuliko ndoto yoyote mbaya aliyowahi kuiota. Mama Mwanayote hakuwa tu akiwadanganya waumini wake, bali alikuwa akiwapotosha kwa nguvu za giza zenye mizizi ya ulimwengu wa kishirikina wa baharini. Asubuhi iliyofuata, Eliza alirejea kanisani akiwa na mzigo mzito sana moyoni mwake. Alijua kuwa dhamira yake haikuwa tu kufichua udanganyifu wa Nabii Rebeka, bali pia kufichua nguvu za giza alizokuwa akitumia. Ibada ikiwa inaendelea, Nabii Rebeka alianza kuhisi mashaka kutoka kwa Eliza. Macho yake makali yaliendelea kumtazama Eliza kwa muda mrefu wakati wa ibada.
Wakati wa wito wa madhabahuni siku hiyo, Nabii Rebeka alitangaza kuwa alikuwa na baraka maalum kwa mtu mmoja aliyekuwa ameitwa kutekeleza dhamira ya kiungu. Akamkazia macho Eliza ambaye aliganda huku hofu ikianza kumshika. Eliza, njoo mbele, aliongea kwa sauti laini lakini iliyokuwa na mwelekeo wa vitisho. Baba amenionyesha kuwa unabeba mzigo mzito. Njoo, mama mwana yote akuondolee mzigo huo. Moyo wa Eliza ulikuwa ukipiga kwa kasi, lakini alijitahidi kutofichua hofu yake. Alisimama na kupiga hatua mbele madhabahuni. Nabii Rebeka aliweka mkono wake baridi kwenye paji la uso wa Eliza. Eliza alihisi baridi kali ikipita mwilini mwake, na kisha akasikia Nabii Rebeka akinong'ona kwa sauti ya chini sikioni mwake. Unatembea kwenye maji hatari mwanangu. Kuwa mwangalifu, maana siri nyingine hazistahili kufichuliwa. Eliza alimeza mate kwa shida lakini alikataa kurudi nyuma. Aliamua kuendelea na azma yake ya kumfichua Nabii Rebeka, ingawa sasa alijua hatari zilikuwa kubwa kuliko alivyotarajia. Hakukuwa na kurudi nyuma tena. Ujasiri wa Eliza ulikuwa taa yake ya mwongozo alipokuwa akiendelea kukusanya ushahidi dhidi ya Nabii Rebeka. Ilikuwa dhahiri kuwa misheni ya Eliza haikuwa tu kufichua uongo wa Nabii Rebeka, bali pia kuwatoa huru waumini waliokuwa wamefungwa kwenye ulimwengu wa giza nene la baharini. Kila siku iliyopita ilifichua tabaka zaidi za udanganyifu na hila za giza zilizothibitisha kuwa nguvu za Nabii Rebeka zilikuwa na mizizi zaidi ya uchawi wa kawaida. Hatimaye, wakati Eliza alipoachia rekodi za ushuhuda aliokusanya kwa vyombo vya habari, dunia ilishtuka. Ripoti zilienea kama moto nyikani, zikifichua miujiza ya uongo ya Nabii Rebeka, uponyaji wa kutengenezwa na uhusiano wake na nguvu za giza. Waumini waliokuwa wakimwamini walihisi kusalitiwa. Wengi walilia hadharani, wakiomboleza miaka na mali nyingi walizochangia kwenye huduma yake, wakigundua kuwa yote yalikuwa maigizo yaliyopangwa kwa ustadi. Katika hotuba yake ya mwisho ndani ya kanisa hilo, Eliza aliwahutubia waumini akiwapa maneno ya busara. Ndugu zangu, tukio hili limenifundisha jambo muhimu sana. Si kila mtu anayejiita nabii au mtumishi wa Mungu ni wa kweli. Tunapaswa kuwa na ufahamu na tahadhari, tukitafuta ukweli zaidi ya muonekano wa nje. Si kila kanisa au nyumba ya maombi inawakilisha nuru ya kweli ya Mungu, na si kila mtu anayejiita mchungaji au nabii ni wa kweli. Eliza aliendelea kuwakumbusha kila mtu kwamba ingawa hadithi ya mama Mwanayote ilileta kivuli kizito, haikumaanisha kwamba viongozi wote wa kidini walikuwa wadanganyifu. Alisisitiza kwamba kuna watumishi wa kweli wa Mungu, wanaume na wanawake wanaofanya kazi kwa bidii na uaminifu kuleta upendo na ukweli wa Mungu kwa watu wake. Watu hawa hawaombi utajiri wala kudai dhabihu za ajabu. Wanaishi maisha yanayoakisi wema na rehema za Mwenyezi Mungu.